Nisikilize we mbwa, tumekuja hapa, huu mguu ni wa kwako. Na afadhali ulivyorudi, kwa sababu tumekusubiria kwa muda mrefu sana. Lengo au madhumuni yetu ni huyu bibie. Huyu si ulikuwa unataka afe, na huyu si ulikuwa unataka kupumzika. Sasa ni hivi, nimekuletea hapa. Ukimla nyama, ukimtwanga kwenye kinu, is up to you. Lengo ni wewe uridhike. Ndugu yangu mkwe, dadangu Kidawa, mimi kikubwa naomba amani. Mbona ile kazi nishaisha muda tu na nitaisha koma muda tu, tuwe kama zamani, udugu uendelee, ujirani uendelee. Hizi vita mpaka lini jamani? Wewe si ulitaka kuniua? Hii plani yako ulioanzisha imeishia hapa. Nakupa siku 3. Kama ukiendelea kuwa hai, labda sio mimi Kidawa, na labda sio sisi wanandoa. Mwanamke wangu kanitenga, labda sio sisi wanandoa. Mpuzi mkubwa wewe. Hilo kajinga, nimeogopa. Tuondoke mke wangu. Shoga yangu, lile jambo nilokuambia halijafanikiwa, na yule mganga ninavyokuambia ameshindwa. Je, hauna mganga mwingine yoyote ambaye unamfahamu anifanikishie lile jambo? Ninampa kiasi chochote anachokihitaji, ili mradi tu nizipate hizi pesa. Nazalilika shoga yangu. Kwa mimi, yani wewe ndo mganga ninayemwamini katika vitu vyangu vyote. Yani mimi rafiki yangu, yani wewe mganga, mimi katika mambo yangu naona yote yanafanikiwa. Yani wewe mimi ndo ambaye nao ninyeshea mambo yangu. Kwa wengine sidhani kwa kweli. Yani wewe ndo ninayemtegemea mimi. Sasa shoga yangu, mimi nikutegemea ni wewe. Unadhani mimi nitapata wapi mganga mwingine? Shoga yangu, ngoja kuna kitu kingine nikusaidia. Yaani cha kukusaidia kwa haraka haraka. Mimi niende. Alafu nikishaenda mimi niongee naye. Nijue alikuelekeza vipi na umeshindwa wapi, umekwama wapi. Ili tufanyeje? Jambo liishe. Si unanielewa? Naomba tufanye hivyo. Ila shoga yangu, msaada naotoa, naomba nisikilize kwa makini. Msaada naotoa kwenye mambo ya tusisauliane. So mimi nanengeneka mara ti imepatikana, si unanielewa? Usinisahau tu kwenye mambo mgao upite. Kwa mimi nitakusaidia, hata usijali. Sawa eh? Nitashukuru. Haya ndugu yangu. Au kajificha. Wewe kifurugo wewe. Wewe mwanamke wewe. Wewe mwana sio mwanamke nyonga. Wewe mwanamke roho mbaya. Sasa nasema hivi, kama niliweza kumuua kaka yako na kumfungasha kwenye kiroba, wewe siwezi yaani siwezi kukuacha kijinga jinga. Nimekuja hapa kukumaliza. Wegenazi wewe. Mjinga wewe. Mwenye kugombania nyumba za urisi. Aliyejenga yuko wapi bwana? Toka nje. Mbwa wewe. Huyu umeona naye? Huyu leo mke wangu ninamkomesha vibaya mno ajute. Wewe subiri atoke.
tutakaa naye vizuri. Mbona kelele hivi? Wewe si ni mtu mzima wewe? Kwani unapiga kelele kama mtoto mdogo? Shuka chini tuongee. Wewe si mwanamke kweli? Shuka chini tuongee. Shuka. Kwa nini hauna adabu wewe? Shuka chini tuongee vizuri. Mume wangu, niachie mimi. Wewe unataka kujua mume wangu ana adabu au hana? Sasa basi, nakupa siku hizi 3 kwenye hii nyumba muwe mshaondoka. Usokosa haya wewe. Lakini Kidawa, haya mambo si tushakaa tukazungumza. Sitaki mazungumzo na nyie. Nyinyi si mmelianzisha. Acha mimi nilimalize. Mume wangu tuondoke. Subiri. Mimi sijafaidika. Nataka nimchambe vizuri. Wewe umesikia mwanamke alokosa haya? Mwanamke ambaye unalombaya. Mwanamke gani kwanza? Sasa nasema hivi, ukiona isura, ione kama kituo cha polisi. Alafu kingine, ukiniona, nione kama choo kinazibuliwa au gari inaopeleka majitaka Stenko Vingunguti. Mjarana we mpalamia ukuta. Ahera uko Tagera unauza ufuta. Mjinga we. Pumbavu wa heri. Yaani yule mwanaume naye ana kielele mali kama za kwao vile. Ustazi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wema. Karibu. Asante. Bwana mimi nimekuja. Yule mgeni nilokuletea anasema kwamba ile kazi umeishinda. Na mimi huwa nakuamini, sasa sijajua umeshindwa kwenye kipengele gani. Mpaka ile kazi yani imekushinda kivipi kwanza? Shamila, nikwambie kitu. Kuna kitu ambacho wewe ukijua. Kazi ya ndugu zako sio nyepesi kama wao wanapozana. Kazi ya ndugu zako ni kazi ngumu sana. Hata mimi mwanzo nilichukulia poa kawaida. Nikajua kazi ya kuipiga na kumaliza basi. Kazi sio nyepesi. Labda nikwambie kitu ambacho ukijua. Kuna kidodo mtu kimeingia pakati. Ndicho ambacho kinaharibu kazi yao, kazi yetu. Niliwaambia ndugu zako wanipe muda kwa jambo nataka kulifanya. Kuna nguvu nataka niongeze ili nifanikishe kazi yao. Si kama wanahisi kama nimeshindwa. Hapana, sijashindwa. Sawa. Nashukuru, kama itafanikiwa pia itakuwa vizuri. Nashukuru sana Ustazi. Ni watoe wasiwasi tu, kazi imeisha, itaenda salama. Basi sawa, shukuru. Karibu. Asante. Sisi. Vipi? Safi. Mbona uko hivi? Hivi kaka, unaweza kuamini Kidawa kaja hapa na mmeo? Katupa siku 3 tu tuondoke. Hivi huyo Kidawa yeye anatoa hilo agizo kama nani? Yaani anaongea hayo mambo yeye kama nani? Sikiliza sister. Hivi unajua huyu mtoto tusipoangalia anaweza akatupanda kichwani. Na tusipokuwa makini huyu mtoto atatuzoea. Yeye si anajifanya ana mamlaka. Na sisi tunatakiwa tumuonyeshe tuna mamlaka. Sikiliza sister, huu unyonge tunaotaka kuuonyesha, huu unyonge ambao wewe unauonyesha mbele yake pia sio unyonge mzuri. Kwa sababu atajichukulia advantage kwenye huo unyonge wako. Nakwambia mama yangu mzazi aliyeko kaburini. Ninakwambia hivi, huu unyonge huu unaoleta huu atatuchukulia sisi makoro. Kwani sisi wenyewe tuna adhina yetu hapa. Hata kama sisi ni watoto wa nje ya ndoa ni sawa, na sisi tuna haki. Shida ni nje ya ndoa tu. Kwani baba yake si ndo babako? Sasa shida liko wapi? Lakini kaka, tutaenda kukaa wapi sisi? Swala la kwenda wapi hilo sio swali. Hapa si kwenu. Unataka niambie wewe una mamlaka napo?
Sasa hiyo tunaenda wapi? Tunaenda wapi wapi? Tunaenda wapi hiyo wapi wapi? Sikiliza mimi nikwambie. Kidawa yeye sikaamua kuuwasha umoto. Sasa tunauwasha kweli. Mimi maana yake nimechukulia poa poa. Tunaenda tunafanya vitu vidogo kwa ajili ya kumuonea huruma, lakini naona kama anataka kutupanda kichwani. Na kuambia hivi, safari hii Tagi ubavu atalitafuta. Tutaonana wabaya. Ama zake ama zangu. Na hapa atoki mtu hapa. Wewe unajivuta nani wewe nakuuliza? Sikiza basi. Mwanzo na magonjwa mengi nini? Magonjwa yanatoka wapi? Binadamu tunatembea na vipo jamani. Mwanzo na kifafa na kifaduro na kaswende na magonjwa kibao blaza. Unabonolea umo. Sasa hilo gono mimi linanihusu nini? Sikiliza wewe nikwambie sawa? Hapa tunatakiwa kufanye jambo ambalo mimi nalitaka wewe ulifanye. Hivi vitu vinazungumzika kiongozi. Zungumza hapo hapo. Hamna nishushe basi. Nikushushe wapi wewe? Umeniweka kileleni huku naomba nishushe. Tuzungumze chukua chini. Umesikia bro? Mimi pale niko nataka sifa tu. Niko hata mimi nikiona mademu mwenzio mimi napenda kujitutumua kweli kweli yani. Mwenzio kama haya. Kwa nisamee ndugu yangu. Nisamee niligafilika tu nisamee. Na lile jiwe sikudhamiria hata kukupiga. Wewe sikiliza achana na hayo. Sawa. Make wewe ndio unawezi unajifanya kichwa sana kumzingua Kidawa ili aanze kutuzingua sisi. Sasa ninachotaka ufanye sasa hivi. Fanya juu chini. Achana na swala la kutobolewa wewe. Unatakiwa ufanye juu chini. Kidawa akupe hati ya nyumba. Usijali. Usijali. Mimi kwenye ushawishi, mimi ndiye nilomshawishi. Kuna jamaa mmoja hivi anaitwa Tariki Kilakala. Akatoka Mbagala akahamia Kinani Buza. Sasa hivi hapa. Sasa kitu kingine. Mwambie ujinga wa kukaa na tuambie asitoke kwenye ile nyumba. Mwambie huo pumbavu aache. Hapo mimi mwenyewe binafsi nishakumwambia mara 2 au mara 3. Kidawa acha tabia. Tabia unawafukuzaje ndugu zako? Mmezaliwa baba mmoja, mama tofauti. Unafukuzaje wale si damu moja nyinyi? What do you mean? Usimfukuze ndugu yako. Yeye mwenzio ndio kipaumbele. Wewe Kidawa ana roho mbaya. Na yule Kidawa akachukua kwenye upande wa mamani kwao huko. Kwa hiyo usijali kuhusu, nitamshawishi na atakubali. Sasa sikiliza. Ili hao mambo yote yakamilike ninakupa siku moja. Sawa. Na mimi nakupa masaa 2. Niangalie kichwa hicho. Na una bahati. Una bahati ulinikunja tu, umenikunja kwenye makwapa mjinga we. Ningekupiga makofi mpaka watu wangeshangaa kwamba huyu bwana akampiga shemeji yake. Wewe unaongea na mimi au? Ananibaka. Angalia bro, utavunja mpaka kubaka. Mkesa kubaka ujue. Mimi sasa unaongea. Mkesa kubaka. Wewe unaongea na mimi au unaongea na nani? Sasa kuna lazima gani ya kuingia ndani sasa? ikigawanyika, moyo hulia kimya. Mali inaweza kuleta chuki, lakini damu hubaki damu.
Walizaliwa nyumba moja, walikula sahani moja, leo mali imegeuka kuwa sababu ya vita. Kaka na dada wameficha tabasamu, nyamio mioyo, kuna mipango ya maumivu. Mdogo wao wa kike ameolewa mbali, lakini hati ya nyumba ipo mikononi mwake. Wanasema huu ni urithi wetu wote, lakini tamaa imefumba macho yao wote. Husda imeingia ndani ya familia, upendo umegeuka kuwa chuki.